Jeshi la polisi nchini limeitaka jamii kuishi kwa amani na upendo ili kuondokana na migogoro mbalimbali ya mara kwa mara ambayo imekuwa ikichangiwa na upekuzi wa simu, hasa kwa wanandoa, wanafamilia pamoja na wapenzi, huku sheria ikitaja kukagua simu isiyo yako kisheria ni kosa la jinai. Akizungumza mara baada ya kutoa semina kwa makundi maalum likiwemo kundi la polisi jamii na makundi mbalimbali, mkaguzi msaidizi wa polisi dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto makao makuu ya polisi Dar es Salaam Wilfred Willa amesema migogoro mingi ya kindoa imekuwa ikisababishwa na kukaguana simu, hasa kwa wapenzi na wanandoa. Aidha, mkaguzi msaidizi wa polisi dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto makao makuu ya polisi Dar es Salaam Wilfred Willa amewataka wanaume kwa wanawake kuacha tabia ya kukagua simu za wapenzi wao. Hizi ni ripoti za AyoTV na mirada yao kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens. Kumekuwa na changamoto kubwa sana katika familia, hasa mke na mume kugombaniana simu, ambapo unakuta mwanamke au mke anagombania simu ya mume wake na mume anagombania simu ya mke wake, sio kwa nia njema, ila kwa nia ovu, kuamua kwa lengo la kupekua simu ya mwanamke huyo au mwanamume huyo ameongea na nani au amefanya mawasiliano na mtu gani. Ikumbukwe, mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mtu ana haki ya faragha, usiri wa taarifa zake na mambo anayoyafanya. Yeye kama yeye ana faragha yake yeye kama yeye. Kwa hiyo bila ridhaa yake, kama yeye hajaridhia hicho kitu kiwe kinajulikana kwa watu wengine, unawewe ukaamua kukipata hicho kitu kutoka kwake kwa njia isiyo halali, unakuwa umeingilia faragha yake na ni kosa la jinai. Ni sahihi, mke na mume ni mwili mmoja katika dini, katika imani tunaamini hivyo, lakini je, ushawahi kwenda kusajili line yako ya simu kaambiwa una cheti cha ndoa? Wewe na cheti cha ndoa, unaenda na cheti chako cha kuzaliwa maybe au na namba ya NIDA. Hii inamaanisha kwamba ile line ni ya kwako wewe, sio ya familia, sio ya mke, sio ya mume, ila ya wewe ambaye umeenda kusajili. Mimi Wilfred Willa nimesajili line yangu ya simu, ni ya kwangu mimi. Hata akichukua Juma akaenda kutenda kosa kule na ile line yangu, nitakamatwa mimi kwa sababu mimi ndio mmiliki wa simu hiyo. Kwa hiyo kuwa mke na mume haimaanishi kwamba simu hiyo ni ya mke na mume, ila simu ni ya mtu mmoja kwa matumizi yake binafsi. Kwa uelewa wangu mkubwa, sio tu makao makuu, mimi nafanya kazi mkoani, ndoa nyingi zimevunjika na migogoro mingi katika ndoa imetokana na mawasiliano. Ukiona mke na mume wanagombana, ukiona mke na mume wameachana, ukiwauliza chanzo ni nini, mke atakwambia nilikuta message ya mapenzi kwenye simu ya mume wangu. Ukimuuliza mwanaume kwa nini mpiga mkeo, nilikuta message ya mapenzi kwenye simu ya mke wangu. Kwa hiyo matukio yamekuwa mengi ambayo yanapelekea kuachanisha ndoa, kugombana, mauaji, lakini wengine wanapata pressure kabisa kwa sababu ya kupekua simu ya mtu mwingine na kukutana na message ambayo ni ngumu kweli kweli. Yaani unakutana, mimi leo napekua simu ya mke wangu na kukutana na message imeandikwa penzi la jana lilikuwa tamu sana, tutarudia lini. Hiyo haiwezi kuwa kitu rahisi kukibeba katika nafsi ya binadamu. Mwisho wa siku unafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo nishauri usipekue simu ya mtu, usifanye doria kwenye simu ambayo sio yako. Kimsingi, ukifanya upekuzi kwenye simu ya mtu mwingine, ukaingilia akaunti ya mtu mwingine, iwe Instagram, ya Facebook, ya Twitter, kwa interest zako mwenyewe pasipokuwa na ridhaa ya mmiliki wa akaunti hiyo au kifaa hicho, unakuwa umetenda kosa la jinai. Haijalishi ni mke wako, ni mtoto wako au ni nani. Hata jeshi la polisi tunapofanya upelelezi, tukitaka kupekua simu yako au kupekua akaunti yako, tunaomba kibali maalum kwenye taasisi maalum ambayo inatupa mamlaka sisi ya kufanya kazi hiyo. Napenda kuhitimisha kwa kusema ni kosa la jinai kufanya upekuzi kwenye simu au akaunti ya mtu mwingine bila ridhaa yake. Haijalishi mtu huyo ni ndugu yako, ni mtoto wako, ni mzazi wako, ni mpenzi wako au mke wako au mume wako. Kama hajakuruhusu kupekua, hajakuruhusu kuangalia akaunti yake na kitu gani, unakuwa umetenda kosa la jinai.